Historia ya ibada ya njia ya msalaba. Watu wengi hawajui kuhusu historia hii, hivyo kaa usikilize. Hii ni tafakari ya mateso na kifo cha Yesu. Ibada hii ina hatua 14 za safari ya Yesu kutoka kwa Pilato hadi Kalvari. Ibada hii ilianza kama heshima maalum katika sehemu za mateso ya Yesu huko Yerusalemu, toka mwanzo kabisa mwa Ukristo. Mnamo karne ya 4 ilianza kuwa maarufu baada ya Mtakatifu Helena, mama wa Kaisari Konstantino, kutembelea maeneo hayo. Baadaye karne ya 12 Wafransiskani walikabidhiwa kuyasimamia maeneo hayo Yerusalemu na kupokea mahujaji mbalimbali waliofika kutembelea. Karne ya 15 na ya 16 Waislamu walizuia Wakristo kufika huko. Hapo ndipo Wafransiskani walianza kusambaza ibada hii hasa katika bara la Ulaya. Kisha mnamo karne ya 18 Papa Clement wa 12 alihalalisha rasmi kuwa ibada hii ni sehemu ya maisha ya Kikristo, na baadaye Papa Benedikti wa 14 aliidhinisha vituo hivyo 14 ambavyo hadi sasa vinatumika. Ibada hii imeenea ulimwenguni na kufanyika hasa katika Ijumaa za kipindi cha Kwaresma, na kukua hata kufanya tafakari zinazolenga maisha ya waamini katika nyanja tofauti tofauti, na hutumika kipindi chote cha mwaka. Hii si ibada ya tafakari tu, bali ni mwaliko wa kushiriki msalaba wa maisha yetu kwa kuungana na Kristo anayeteseka, tukijifunza uvumilivu, toba, upendo wa kweli na maisha mema. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii upate taarifa zaidi. Tumsifu Yesu Kristo.